Karibu Tabora, karibu Toronto. Usifike wakati ukasema kwamba mimi nimepata laana au nimepata mkosi. Sio mkosi kwa mtoto mwenye ulemavu katika familia au ukoo. Kwa hiyo mtoto unapompata mtoto mwenye ulemavu, naomba umthamini, usimnyanyapae, usimwone kama hawezi. Ni mtoto ambaye anaweza, na uone kwamba ni mpango wa Mungu. Hakuna anayependa kuwa mlemavu, iwe ni kwa kuzaliwa au kukumbwa na hali hiyo baada ya kuzaliwa katika harakati za maisha. Wilayani Nzega mkoani Tabora, watoto 13 wenye ulemavu wa aina mbalimbali waliokuwa wamefichwa wameibuliwa na kutengenezewa mazingira rafiki ya kusaidiwa kielimu, ikiwa ni jitihada za makusudi za serikali wilayani humo. Lakini kuna changamoto moja ambayo inatukumba, kuna wazazi wanawaficha watoto baada ya kuanza hiyo kampeni. Ninapokuambia kuna watoto wengine wameenda kuibuliwa na maafisa kwenye uvungu wa vitanda, na wale ambao wanajulikana labda na jamii, kwa sababu na jamii saizi imeelimika. Na jamii baada ya kuona jitihada za serikali kwamba inawatafuta wale watoto, kwa hiyo wanaamua kutoa taarifa zile kama taarifa za siri. Kwa hiyo kwa kushirikiana na watendaji wa vijiji, tunaenda kwenye kila kaya. Kuna kaya nyingine tunaenda kufanikiwa kuona mzazi amemficha, lakini huyo mzazi kuficha kwa yule mtoto walio wengi sio kwamba kutokana na makusudi, ni elimu tu. Agizo la serikali wilayani hapa ni kuhakikisha majengo yote ya umma yanakuwa na miundombinu rafiki kwa watu wenye ulemavu. Lakini vile vile nimetoa maelekezo kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwamba kuhakikisha idara ambayo inadili moja kwa moja na kundi hili la watu wenye mahitaji maalum au watu wenye ulemavu, kuhakikisha kwamba majengo sasa yanayojengwa yale ya serikali kama sela, lakini pia miongozo mbalimbali ya serikali inayotoka, kwamba kuhakikisha ile miundombinu wezeshi inakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha watu hao wana uwezo wa kuingia ndani na kupata huduma stahiki katika miundombinu yote ya serikali na katika majengo yote ya serikali. Lakini tumetoa maelekezo katika wilaya ya Nzega kuhakikisha kwamba hatumwachi mtu nyuma. Watoto wote wenye ulemavu wanahakikisha wanaandikishwa, wanapata haki yao ya msingi ya kupata elimu, wanakwenda shuleni lakini na kuelimika. Simulizi na hali halisi ya maisha wanayopitia watu wenye ulemavu zinaashiria kuwa bado kuna uhitaji mkubwa wa vifaa wezeshi pamoja na ujenzi wa miundombinu iliyo rafiki kwao kulingana na aina ya ulemavu. Changamoto tulionao sisi watu wenye ulemavu ni vifaa wezeshi, kwa mfano baskeli, magongo, mafuta kwa ajili ya marubino na fimbo nyeupe kwa ajili ya watu wasioona. Wengi wanashindwa kufanya kazi zao kwa ajili ya kukosa hivyo vitu. Unakuta mtu labda kama angekuwa na baskeli angeweza hata kubeba hata vitumbua akaenda kukaa sehemu akauza. Lakini sasa wanashindwa, na kwa ni watu kukaa nyumbani. Pale kwenye kupita nilikuwa nashindwa. Hivi napita na nyakala tu. Asanteni. Nilikuwa nashindwa kuja kuhudumiwa hapa kwa sababu hapakuwa na sehemu ya kupanda. Mimi kwa kweli toka nimepata changamoto hii ya kukatwa miguu, nilikuwa siwezi kabisa kuja kupanda hapa ili kuhudumiwa. Nilikuwa siwezi. Niwapongeze kwa kutujali sisi walemavu, na ninawaombea kwa Mungu waendelee kuwa wanatuangalia na vile vile wanatujali zaidi. Kufichuliwa kwa watoto hawa kunawafungulia milango ya kujiunga na wenzao katika shule mbalimbali hapa nchini zinazohudumia watu wenye mahitaji maalum. Kuna watoto 12 wanasoma shule ya watoto maalum Ludewa, lakini tuna mtoto mmoja yupo Shinyanga, yupo shule za watoto maalum. Naweza nikasema kama nimefanikiwa kwa kipindi tu cha kuanzia mwezi Disemba mpaka sasa tumefanikiwa kuokoa watoto 13 kutoka katika maficho ya wazazi, lakini kwa sasa naweza nikasema wazazi wanaficha kutokana na kutokuwa na elimu ya kutosheleza. Ni wachache sana ambao wanakuwa ni wale wana imani potofu, kutokana na kwamba tunapambana sana na imani potofu kwenye halmashauri yetu. Nyamizi Mwoja, mbunge wa viti maalum akiwakilisha kundi la watu wenye ulemavu, anapigilia msumari wa mwisho kuhusiana na ujenzi wa majengo yaliyo rafiki kwa watu wenye ulemavu, si tu kwenye majengo ya umma bali pia katika makazi ya kawaida ya nyumba za kuishi. Ni rai yangu kwa wananchi wote na wajenzi wote kwamba wazingatie vigezo maalum kwa ajili ya kujenga mazingira rafiki kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Hata sisi majumbani tuzingatie mazingira rafiki kwa watu wenye ulemavu. Yako majengo mbalimbali ambayo yanahitaji kuboreshwa yawe rafiki na fikivu kwa watu wenye ulemavu. Ni Tanzania nzima hii elimu wanahitaji kwa ajili ya kuhakikisha mazingira bora kwa watu wote, hasa watu wenye ulemavu. Mkurugenzi wetu wa halmashauri ya Nzega ameandaa bajeti ya kutosha zaidi ya milioni 10 kwa ajili ya huduma kwa watu wenye ulemavu tu. Achana na bajeti za shule. Hizo ni kwa ajili ya huduma na mahitaji kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tuwaombe wasiogope
gharama za kumhudumia mtu mwenye ulemavu, watufikishie sisi ofisini ili tuweze kuwahudumia hao watoto. Karibu Tabora, karibu Toronto.